السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، حمدا يليق بجلال ربوبيته وكبرياء ديموميته وعزة قدمه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعلنا من عبادك الصالحين. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtolea sala na salamu kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, ni fursa nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa kuhudhuria darasa letu la Ramadhani, ambako tusoma kitabu Al-Arba'un An-Nawawiyya. Jana tulikuwa tuna mgeni Fadilat al-Ustadh Ahmad Saad, ambaye mara kwa mara ututembelea. Tunamshukuru kuweza kuendesha darasa la jana, ambapo alisomesha hadithi ya 4 katika kitabu hichi. Hadithi yenyewe ni hadithi inayoeleza suala nzima la muundo wa mwanadamu, yani marhala ya kwanza kutoka maji kuchanganyika na yale maji kubadilika mpaka mwisho fakasawna al'idhama lahma, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hapo mwanadamu akaandikiwa qadari yake, akaandikiwa ajali yake, umri wake ataishi miaka mingapi, riziki yake ataipata vipi, na mwisho imma ni shaqi au ni sa'id. Tunamwomba Mola Subhanahu wa Ta'ala atuthubutishe katika suada katika kitabu chake ambacho anathubutisha ajal na qadari ya mwanadamu. Hata hivyo, leo tutakuwa na hadithi ya 5, ambayo hadithi yenyewe an ummi almu'minina ummi Abdillahi Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. رواه الإمام البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Hii ndio matni ya hadithi, na nitanabahisha jambo kabla ya kusherehesha hadithi hii. Na ni masikitiko katika ulimwengu tunaoishi, hadithi hii pengine imeleta mvutano mkubwa sana katika mujtama al-Islami, kiasi Waislamu wakakatana pengine kwa mambo ambayo waliyaona wao ni sawa au wengine hawakuyaona ni sawa. Kwa hivyo nitaomba radhi sana
pengine katika baadhi ya mazungumzo na sharhi hayatowaridhisha baadhi, lakini lengo, in uridu illa alislaha mastata'at, lengo halisi ni kujaribu kuleta uwiano na ufahamu mzuri katika hadithi hii kama wanawazuoni walivyoeleza. Hadithi ilivyoanza, meona man anna ummi almu'minina ummi Abdillah, imepokewa kutoka kwa mama wa waumini ummi Abdillah. Taban, tumeona katika hadithi za mwanzo, tumemwona Sayyidina Umar katika hadithi ya nia. Sayyidina Umar ni maarufu. Tumeona baada ya hadithi ya nia kuna hadithi pia ya suala lingine linalofungamana na al-arkanu din au hadithu Jibril, alopokea vile vile ni Sayyidina Umar. Na kisha baadaye tukapata hadithi ya tatu ambayo ni mwanawe Sayyidina Abdullah ibn Umar, Abu Abdurrahman, ambapo amezungumza sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul buniya al-islamu ala khamsin, Uislamu umejengewa misingi mitano. Jana tukasomewa hadithi an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud, nataraji tulielezo bikulli ikhtisar minani Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Na Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ni katika masahaba wa maajabu sana katika tarikhi ya masahaba, manake wanavyomweleza kuwa alikuwa ni mtu mdogo sana, mwili wake ulikuwa ni mwili mdogo sana, kama yake, lakini alikuwa amebeba moyo mkubwa sana. Hata kulipoteremka aya zinazozungumza masala ya biashara na masala ya mizan, Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akasema, natamani lau walioko masokoni kule katika sanadidi Quraishi, wale mabepari ambao hawaelewi nidhamu ya biashara, natamani wasikie aya hii. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ndiye alokwenda kuwasomea aya hii, na mwisho alipowasomea akapigwa, akarudi kwa Bwana Muhammad alayhi salatu wassalam amejeruhiwa. Kambia, wewe ni mdogo, mwili wako ni mdogo, mbona umekwenda? Kambia, ya Rasulullah, ukitaka niende tena nitakwenda. Wanaeleza baadhi, lau mtu wa kawaida mimi na wewe nitasimama hivi, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud anaweza kupita katikati ya miguu yangu kwa ule udogo aliokuwa nao, lakini alikuwa na imam na alikuwa ni katika baadhi ya wasomi wanaotegemewa katika elimu ya dini, na ndio hata leo utakuja kuona tunawategemea hawa masahaba katika kufahamu hadithi za Bwana Muhammad alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo kuna masahaba takriban watatu tumewasoma, na leo utakuja kuona muundo wa mazungumzo. Mwenye kitabu ameeleza an ummi almu'minina ummi Abdillah Aisha radhiyallahu anhuma, manake Sayyidatuna Aisha ni mtoto wa Sayyidina Abu Bakar, na Sayyidina Abu Bakar jina lake lilikuwa ni Abdullah, na baba yake Sayyidina Abu Bakar alikuwa anajulikana kama Al-Quhafa, Abi Quhafa. Na Sayyidina Abu Bakar ni mtu anayejulikana katika historia namna alivyokuwa amemwamini Bwana Muhammad alayhi salatu wassalam na alivyojitolelea katika dini hii, na mwisho walillahi alhamd kukapatikana bafti ya binti yake Sayyidatuna Aisha kuolewa na Mtume Muhammad alayhi assalatu wassalam. Kwa nini ummul mu'minin na kwa nini ummu Abdillah? Kwa sababu Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha, tukisoma katika historia, hakupata mtoto. Kwa nini anaitwa ummu Abdillah na kwa nini ummul mu'minin? Taban wake zake Bwana Muhammad alayhi salatu wassalam
ni mama zetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa daraja kubwa katika Qur'anil Karim akisema, ya nisaa an-nabii lastunna ka ahadin minan nisa, nyinyi wake za Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, lastunna ka ahadin minan nisa, nyinyi si kama yoyote katika wanawake. Kwa makami yao ni makami ya juu, hawafananishi na mwanamke wa aina yeyote. An-nabiyyu awla bilmu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Qur'ani imeeleza pia an-nabiyyu awla bilmu'minina min anfusihim, Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ndiye aula kwa waumini kuliko nafsi zao. Wa azwajuhu, na wake zake Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, ummahatuhum, ndio mama zao. Na hapa bimaana ni mama wa al-ihtiram, na ni mama hurma, ni haramu sisi kuwaoa. Yani baada ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kufariki, wake zake wanabaki ni ummahatul mu'minin ihtiraman, na hakuna mtu anaweza kwenda kuposa mke wa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, haiwezekani, ni haramu. Lakini pamoja ya kuwa ni mama zetu, hatujapewa ruksa ya kuwatizama, hatujapewa ruksa ya kukaa halwa nao. Kwa hivyo ihtirami iliyoko hapa ni tofauti na mama zetu, ambako mashallah sisi ihtirami ipo kwa mama zetu, na ni mama zetu, hatuwezi kuwaoa mama zetu, na tunaweza kuwatizama na tunaweza tukaketi nao katika halwa mama zetu. Lakini wake za Bwana Muhammad alayhi salatu wassalam, ili kuepusha shubuhat, wasije wakazungumza watu wenye maradhi katika mioyo yao, ikawa ni mama zetu, hatufai kuwaoa, ni mama zetu, tutawapa heshima ya kuwa ni mama zetu, ni mama zetu, lakini hatufai kuwatizama, ni mama zetu, hatufai kuwa nao katika khalwa. Kwa hivyo Sayyidatuna Aisha ni katika ummahat almu'minin, na ndio utakuja kuona maneno haya yalipoanza mtunzi wa kitabu hichi akasema, an ummil mu'minin ummi Abdillah. Taban tukisema ya nisaa an-nabiy lastunna ka ahadin minan nisa, wao hawafananishi na wanawake wowote. Initakaitunna, ikiwa mtamcha Mola subhanahu wa ta'ala, fala takhda'na bilqawli fayatma'u alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa, kama aya zilivyokuja. Lakini mahala muhimu napenda kuashiria ni hapa, wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasuli. Qur'ani inatueleza wake za Bwana Mtume Muhammad watakapofanya ibada ya aina yoyote, wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasuli wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn, akifanya amali ya kheri mke wa Bwana Mtume Muhammad ambao ni ummul mu'minin, imma li sayyidatuna Khadija, imma ni wale wake zake Bwana Mtume Muhammad akiwemo ni sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha. Qur'ani inasema kuwa nyinyi mkisali sala, tunaelezwa salatul jamaa daraja yake ni 27 daraja, lakini ummahatul mu'minin atalipwa mara mbili. Kwa hivyo ikiwa ni 27, yani 27 daraja, daraja 27, yeye atapewa daraja mara mbili. Akifanya kheri yoyote, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampa thawabu mara mbili, kwa sababu ya sharaf ya yule aliyowaoa ambaye ni Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Sasa ikiwa wake za Mtume Muhammad wako hivi, lastunna ka ahadin minan nisai initakaitunna, ikiwa mtakuwa na ucha Mungu, vipi yeye sahibu risala, yeye Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akifanya amali analipwa vipi? Na kiwa wake zake amewaoa hawafanani na wanawake wowote, je, Mtume Muhammad anafanana na yoyote? Kwa maana mafhum mukhalafa ni kuwa Mtume Muhammad hawezi kufananishwa na yoyote. Naam, kuna baadhi za aya zimekuja akisema innama ana basharun mithlukum yuha
ilayya annama ilahukum ilahu wahid, kama aya zilivyokuja. Lakini innama ana basharun mithlukum, mimi ni mwanadamu kama nyinyi, kwa maana nimezaliwa na baba na mama, nahitajia kula, nahitajia kunywa. Lakini bado Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kwa fadhila na kwa daraja na makana hafanani na kiumbe chochote katika ummatu Muhammad, bali katika mitume wengine, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Mwenyezi Mungu anasema hiyo ni mitume, lakini mitume yenyewe haiko katika daraja moja. Faddalna ba'dahum ala ba'd, mitume wako katika daraja mbalimbali. Kuna wale waliozungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mubasharatan, bila hata ya pazia, kama Sayyidina Musa alayhi salam, na pia Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kwa kisa cha al-Isra wal Mi'raj, akafika thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna, akafika katika maqam Sayyidina Jibril alayhi salatu wasalam, akamwambia ya Muhammad, mahali kilipofika katika Sidratul Muntaha, mimi nikinyosha mguu wangu nitachomeka, lakini wewe ukipanda utapanda ya Rasulullah. Mtume akapanda, yuko peke yake katika makamu tunavyojua, mpaka mwisho akapewa zawadi za swala, na nikana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitaka kumpa zawadi za swala Bwana Muhammad alayhi salatu wassalam bila wasita, bila mtu mwingine kuwa katikati. Na ndio anazungumza As-Sayyid Al-Mufassir Mutawalli Sha'rawi katika mazungumzo yake ya hikma. Huu ni mwanachuoni wa zama zetu hizi, amefariki. Katika maneno yake kutafsiri maneno haya alikuwa anasema, as-salatu hadiyatul qurbi lilqurbi, sala ni zawadi Mtume Muhammad amepewa akiwa karibu na Mola wake, lilqurbi, ili sisi tujikaribishe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumesoma sisi hadithi za al-ihsan, akhbirni an al-ihsan, tukasema an ta'budu Allah ka'annaka tara. Kwa hivyo unapopiga Allahu akbar, hakuna wasita, hakuna aliyoko kati yako wewe na Mola wako. Sasa naanza kusema bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Mwenyezi Mungu anaeleza malaika, hamidani abdi, mja wangu amenihimidi, amemiminia sifa. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, athna alayya abdi, amenisifia tena mwanadamu huyu, anaeleza malaika. Arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, majjadani abdi, amenitukuza mja wangu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mpaka maneno anasema hapa mwanadamu amfike katika rutba na daraja, akiniomba chochote nitampa. Hivyo wewe ni mawasiliano, ni connection, communication katika sala baina yako na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna hijab, hakuna wasita, hakuna aliyoko katikati. Mzungumzishe Mwenyezi Mungu chochote, na anasema akiniomba mwanadamu baada ya kusema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nitampa chochote. Akamfundisha mwanadamu dua ya kusoma baada ya hapo, akasema ihdina siratal mustaqim, kwa sababu suratul Fatiha wanazuoni wanagawanya katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hii yote ni sehemu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha inakuja sehemu ya mwanadamu, ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim wala dhalin. Je, tunaposali sisi twahisi kuwa communication yetu na Mola Subhanahu wa Ta'ala ni katika daraja hii? Twahisi vipi tunapoingia katika sala? Kwa hivyo hivi ndivyo wanavyotueleza wanazuoni kuwa as-salatu hadiyatul qurbi lilqurbi, kuwa sala ni tunu na ni zawadi aliopewa Bwana Muhammad katika ukaribu kabisa, lilqurbi, ili kujikurubisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio haya yote kuja kuyaona ni kuwa hakuna mtu ameweza kufika maqam, daraja
na fadla alizokuwa nazo Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, ikiwa wake zake, ya nisaa an-nabii lastunna ka ahadin minan nisai, nyinyi wanawake au wake za Bwana Muhammad hamfananishi na wanawake wa aina yoyote, na mkifanya ibada mnalipwa mara mbili. Kwa hivyo Sayyidatuna Aisha radhiallahu anha ni katika ummahatul mu'minin, na akifanya kheri yoyote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamlipa mara mbili. Ummu Abdillah, kwa nini amepewa jina la Ummu Abdillah? Na Sayyidatuna Aisha hakupata mtoto. Ni sifa katika desturi za Waarabu mwanamume kupewa kunya. Kiarabu wana majina mawili, kuna laqab na kuna kunya. Tukitafsiri Kiswahili ni jina la utani, tukitafsiri Kiingereza it's a nickname, na tulisema lugha ya Kiarabu ni tajiri, lakini katika lugha ya Kiarabu laqab ndio nickname. Lakini kunya pamoja ya kuwa ni nickname, lakini ni jina linaloanza kwa abu au babake fulani. Na walikuwa hata watoto wadogo, hata kabla ya kufika katika makamu ya kuoa au kuolewa, huwa tayari washachaguliwa majina katika kunia. Na ni sunna mzuri mtu kuwa na jina ambalo kwamba lina jina linalojulikana babake fulani. Kwa hivyo utakuja kuona Sayyidatuna Aisha radhiallahu anha, yeye alipewa kunya la Abdullah. Abdullah ni mtoto wa Zubair. Zubair alimuoa dada yake Sayyidatuna Aisha, anajulikana Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Kwa hivyo walipata mtoto akamwita jina la Abdullah, yani Abdullah ibn Zubair. Kuja kuona Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Zubair, wako karibu 6 hivi, al-abadila wanaitwa. Na hawa ndio kama abadila, hawa ndio wale waliokuwa wakitichagulia sana au walikuwa wakimtizama sana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akampa Sayyidatuna Aisha Ummu Abdillah kwa jina la mtoto wa dada yake Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Na katika baadhi ya riwaya ni kuwa alilelewa na Sayyidatuna Aisha radhiallahu anha, nikiingia nyumbani akipata mafunzo wa hakadha. Na Sayyidatuna Aisha ni katika wanawake wanaotambuliwa kuwa ni wasomi. Leo tukizungumza suala linalofungamana na role models katika ulama na ilmu, Sayyidatuna Aisha ni moja katika wale waliopigiwa mfano mkubwa sana wa ilmu. Kanat alima, ilikuwa ni mjuzi sana wa elimu. Kanat faqiha, alikuwa ni mwenye fahamu kubwa sana ya fikhi. Bali katika tarajim zake ni kuwa Sayyidatuna Aisha radhiallahu anha alikuwa akitoa fatwa hata baada ya Mtume Muhammad kufariki, katika khilafa ya Sayyidina Abu Bakar, khilafa ya Sayyidina Umar, khilafa ya Sayyidina Uthman na hata khilafa ya Sayyidina Ali, kuonyesha ilmu yake. Na kuna kisa kizuri hapa kwa yaumu min al-ayyam walitofautiana na Mtume Muhammad, bana tofautiana mambo ya nyumbani. Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kaambia, basi khalas, unamtaka nani awe hakimu? Sasa mimi mwenyewe tumeteta mimi na wewe, siwezi mimi kuwa hakimu mwenyewe, mchague wewe unayetaka awe hakimu wetu. Unaonaje? Tumlete Sayyidina Umar asikilize kesi? Akasema la, sitaki Sayyidina Umar ali. Marhaba. Umeonaje? Tumlete Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar yuko sawa, babangu yuko sawa. Akaja Sayyidina Abu Bakar nyumbani,
akasikiza ile kesi. Tabaan aliposikiza ile kesi kidogo, Sayyidatuna Aisha radhiallahu anha akanyanyua sauti yake juu. Baba yake ikabidi amtie adabu, wewe jua hata kama mmetofautiana na mume wako nyumbani, ni Mtume Muhammad, ni mtume wa umma huo, kwa hivyo lazima uwe na adabu. Kwa hivyo alipomwona babake amebadilika hali yake, alikwenda kujificha katika mgongo wa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Yani yule ambaye kwa wametofautiana katika hali, alikuwa ni rahim, alikuwa na huruma mkubwa sana nyumbani. Kwa hivyo yeye amemtaka babake aje awe hakimu, lakini alipoona mambo yamebadilika hakuona mahali pa kujificha isipokuwa katika mgongo wa Mtume Muhammad alayhi as-salatu wassalam. Na hivi ndivyo hali ya majumbani yalivyo. Naam, hakuna nyumba iliyokamilika 100%. Hata katika baadhi ya riwaya yasimuliwa kwa yaum min al-ayyam Mtume Muhammad yuko nyumbani kwa Sayyidatuna Aisha radhiallahu anha. Basi moja katika mama zetu, sikumbuki jina lake, sijui ni Sauda au ni nani, alitengeneza chakula na kile chakula Mtume Muhammad anakipenda sana. Kwa hivyo akamwita kijakazi akasema, leo Mtume Muhammad yuko kwa fulani, please hakikisha hichi kisahani kimemfikia, chakula anakipenda. Mtume Muhammad yuko pale anatoa darasa, mara kisahani chaonekana chapita kwa chini. Sayyidatuna Aisha piga jicho, aona niko kwangu nyumbani alafu kuna vitu vapita, kainuka, ni wivu, bize chakula kimetoka wapi? Nani ameleta chakula? Kamba mmoja katika mama waumini, leo siku yangu, mbona chakula kimekuja? Akakiangusha kile kisahani na chakula kikavunjika kile kisahani. Mtume Muhammad akasema, chakula ni changu, lakini sahani ni ya watu, talipa. Wewe fanya unavyofanya, chakula haina neno, chakula ni changu, lakini kisahani ulichokivunja Bibi Aisha utakilipa. Na moja pia katika wake zake Bwana Mtume Muhammad, visa vizuri vitakana viangaliwe na vipi Mtume Muhammad alivyokuwa kiamiliana nao. Huyu pia nimemsahau jina, lakini yasemekana alikuwa mfupi kidogo, alikuwa na sifa kadhaa, walitofautiana kwa matani kidogo na Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Yupo hakufurahika mama yetu mmoja katika ummahatul mu'minin, akaona Sayyidatuna Aisha amepita mipaka. Okay, Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akamshika Bibi Aisha kwa nguvu, akasema, njoo lipize na wewe kisasi chako. Kwa hivyo hakutaka akosewe heshima au aone hakufurahika, na kama atamsamehea amsamehe kwa moyo mkunjufu, asione pengine Mtume Muhammad amempendelea sana Bibi Aisha. Tabaan Sayyidatuna Aisha ni katika wake waliokuwa wakipendwa sana na Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, lakini ndivyo tunavyoona kwa Mtume Muhammad alikuwa anataka kufanyiki adala katika kila jambo, uadilifu upatikane katika kila miamala, na wanavyoeleza ndio mwanamke wa pekee, na ndivyo ilivyo katika historia, ambaye aliolewa na Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akiwa bikra, msichana mdogo. Wake zake Bwana Mtume Muhammad wote wengine ummahatul mu'minin ni wanawake waliolewa tayari kabla ya kuolewa na Bwana Mtume Muhammad alayhi as-salatu wassalam, isipokuwa Bibi Aisha radhiallahu anha wa ardha. Kwa hivyo Bibi Aisha anasimulia, qalat, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, man ahdatha fi amrina hadha. Hapa nitaomba mnisikize kwa makini, kwa sababu nimesema kidogo hadithi hii ni hadithi kidogo imeleta mvutano katika mujtama, community kidogo tumevutana kiasi kikubwa. Kwa hivyo nitapenda muninukuu vizuri biidhnillah. Man ahdatha
Ni yeyote yule ahdatha, atazua, fi amrina hadha, katika amri yetu hii. Amri hapa wanatueleza ulama ni alislam, katika Uislamu, na hadha imekuja ni tashrif, kuonyesha utukufu wa dini ya Kiislamu. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Yasikieni haya maneno vizuri. Man ahdatha fi amrina hadha, yoyote atakayezua kwa dini yetu hii sheria, ma laysa minhu, akazua kitu ambacho hakitokamani na dini, fahuwa raddun ay mardud, jambo lile atarudishiwa mwenyewe, hakitokubaliwa. Tusome hii hadithi tena tuisikilize, alafu tupige baadhi ya mifano. Man ahdatha fi amrina hadha, lao Mtume Muhammad agesimama hapa, atakayezua katika dini yetu hii, fahuwa raddun, basi tungepata tabu sana lao angekamilisha maneno tuliyosema. Man ahdatha fi amrina hadha fahuwa raddun, lao angekoma katika hayo maneno akamaliza nilivyosema, basi tungepata tabu sana. Maana yake yoyote atakayezua chochote katika dini hii, fahuwa raddun, hilo jambo lake halitokubaliwa. Hii ni maana ya kwanza. Tuiangalie lau hadithi ilikuwa imekamilika kwa hapa. Hadithi ilivyo, ma laysa minhu, kitu ambacho minhu, hakitokamani na dini. Wanawazuoni wametohoa mafahimu mengi sana katika haya, na nitajaribu kusoma baadhi ya mazungumzo. Wanasema ma laysa minhu, maana yake ni ra'yan, mtu aje na rai, qawliyan au fi'liyan au i'tiqadiyan au ghairahu, ni mtu aje na maoni yake katika dini. Yale maoni ni maneno au yale maoni yake ni vitendo, au maoni yake anoyaleta katika dini iwe ni kadhia pia ya i'tiqad, ni katika suala linalofungamana na imani yetu, au ghairahu, au mfano wake, ambapo ile rai yake laysa lahu fil kitabi wala fi sunnati yani adhidun dhahiru, hakuna kitu kinachompa support. Mtu aje na rai na maoni na fikra, iwe ni masala yanayofungamana na aqida ya Kiislamu, na hana support yoyote kutoka katika Qur'ani wala sunna za Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, hili jambo lake litarudishwa moja kwa moja, halitakubali. Wengine wakafahamu kuwa Uislamu umekamilika, na naam, Uislamu umekamilika. Uislamu hauna haja ya nyongeza ya aina yoyote. Alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislama dina. Ingawa kama tulivyosema, aya hii sio aya ya mwisho. Aya hii ilikuwa katika hijjatul wadaa, lakini kuna aya nyingi ziliteremka baada ya aya hii, kwa sababu Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam aliketi takriban siku 80 na kabla ya kufariki. Kwa hivyo wengine wakafahamu au wakaeleza kuwa dini imekamilika, na ndivyo ilivyo. Kwa hivyo dini haihitaji nyongeza ya aina yoyote. Dini haitaki rai ya mtu yoyote, wa hakadha. Lakini concept yao wakataka Uislamu tubaki kama vile masahaba walivyoko na kama vile Mtume Muhammad alayhi salatu alivyoko, ambapo pia ni kauli iko sawa.
lakini makosa yakawa kuwa haya mazungumzo kuyaleta practical ni ngumu. Mfano, ukitizama baada ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kufariki, kuna mambo mengi sana yalijitokeza, na ikawa ni mambo ya al-ijtihad kwa masahaba, na mojawapo ni kifo cha Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Hakuna mtu alo expect kifo cha Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na ukitizama historia utakuja kuona kama kina Sayyidina Umar walikuwa wakali, na ni hali yao na alaka yao na Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Hawakuwa wanataka kumsikia yoyote akisema kuwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam amefariki. Hii hali ilikuwa ni hali tofauti. Aloweza kutuliza hali ni Sayyidina Abu Bakar, lakini tunatizama kuwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam baada ya kufariki aliketi siku 3. Hakuna aya, hakuna hadithi ambayo inaonyesha Mtume Muhammad akifariki awepo siku 3. Hali ilikuwa ni tofauti, na Waislamu katika mujtama, katika hali waliokuwa nao, walikuwa hawana budi kwa hivyo washughulike waweze kupata khalifa, kisha khalifa ndiye atoe amri. Kwa hivyo katika zile siku 3 jamaa walikuwa wakienda mbio. Kuna wale walikuwa wakishughulika katika kumwandaa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na kuna wale walikuwa wakishughulika katika kuangalia ni nani khalifa baada ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Hili ni swali la kwanza. Swali lingine ni kuwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam katika kuswaliwa, hakuna mtu alikuwa ni imamu katika swala ya Mtume Muhammad kumswalia. Hakuna aya, hakuna hadithi. Hiyo ni ijtihadi ya masahaba. Wameona huyu bana, nani atakayekuwa imamu kumswalia? Lazima tuwagawanye watu. Jamaa, huyu ndiye Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kuna hawa watamswalia katika watu wa nyumba yake, kisha watakuja kina fulani, kisha kina fulani, wakapanga mikakati ambapo hakuna dalili yoyote katika Qur'ani wala katika hadithi za Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Lakini ilikuwa ni hali wenyewe waliona, vipi huyu bana ambaye ndio al-imam, kisha iwe katika sala yake kuna mtu anaitwa al-imam. Na ndio tutakuja kuona Sayyidina Abu Bakar alipoamrishwa na Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam aswalishe katika moja katika sala, Sayyidina Abu Bakar alipewa habari, akaelezwa kuwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ni mgonjwa, hali kidogo ya afya yake si mzuri, na ametoa maelekezo na amri, wewe uswalishe. Muru Aba Bakrin falyusalli binnas, mamrisheni Abu Bakar aswalishe watu. Mtume Muhammad ameshindwa kutoka katika kitanda chake. Unaposoma maradhi ya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa na ugonjwa, alishindwa kutoka katika kitanda chake kwenda kuswalisha. Lakini kama tunavyofahamu, yeye Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam aliuguzwa katika chumba cha Sayyidatuna Aisha. Wote ummahatul mu'minin walikubaliana twende kwa bibi Aisha tukamwangalie Mtume Muhammad. Kwa hiyo wakashirikiana kumuuguza Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Na nyumba ya Sayyidatuna Aisha ni katika zile al-Hujurat. Unaposoma suratul Hujurat, yale majumba yaliyoko yameshikana na Masjid Nabawi. Leo kwa sasa ni ngumu kujua zile athar, lakini ukitizama historia utakuja kuona zile hujurat, vyumba ambavyo kwamba vilikuwa vya ummahatul mu'minin, na katika baadhi ya familia wa Bwana Mtume Muhammad alayhi as-salatu wassalam, na akiwemo alikuweko Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha wa arda. Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha na nyumba yake pia ilikuwa katika al-hujurat, yale majumba yaliokuwa yameshikana na nyumba ya Bwana na nyumba ya Mwenyezi Mungu ambao ni al-Masjidun Nabawi.
Hapa kuna masala muhimu sana. Kwa Mtume Muhammad, ukuta wake ulikuwa unashirikiana na ukuta wa msikiti. Kwa hivyo akifungua pazia hivi tu kwenye dirisha, anawaona watu msikitini wanaswali. Kwa hivyo alipokuwa katika hali ya ugonjwa, na akaambia nuru Abubakar falyusalli binnas, mamrisheni Abubakar aswalishe watu, msicheleweshe sala. Sayyidina Abubakar akaingia katika qibla, ni amri, wakabbar Allahu akbar. Mtume Muhammad akifungua pazia hivi, akaona Waislamu wanaposwali, akafurahika, akapata nguvu, akasema na mimi wacha niwahi salatul jamaa, nijikaze kazi. Kwa hivyo akitoka pale chumbani aingie msikitini, tumesema ni ukuta na dirisha na mlango ni hapo hapo. Kwa wale wamekwenda Masjidun Nabawi pale Raudha, ile Raudha ndio asli ya msikiti wa asli, ile Raudha utakuja kuona hapa alikozikwa na hapa ni Raudha. Masahaba waliomuona Bwana Mtume Muhammad walikuwa katika safu za nyuma, wakaanza kutoa ishara kwa kupiga makofi. Kwa hivyo wakaanza kumpa nafasi Mtume Muhammad, ikafahamika yani moja kwa moja tu Mtume Muhammad ameingia katika swala. Ilivyofahamika kwa Mtume Muhammad ameingia katika swala, Sayyidina Abu Bakar hakuweza kuswalisha, akarudi nyuma, akatoka katika uimamu akarudi katika safu ya nyuma. Sayyidina Rasulullah akamwonyesha ishara Sayyidina Abu Bakar, endelea na sala. Sayyidina Abu Bakar akazuia, siwezi mimi kuswalisha madamu upo. Mtume Muhammad akatangulia akaenda akaswalisha. Alipomaliza kuswalisha akamuuliza Abu Bakar, kitu gani kilichokuzuia wewe kuendelea na sala ambapo mimi nimekuashiria endelea na sala, maliza sala yako kama imamu? Akazungumza maneno ya hishma na adab, akasema ma kana libni abi Quhafata an yataqaddama Rasulullah, haikuwezekana ya Rasulullah kijana wa Abi Quhafa, yani Abu Bakar ambaye jina lake la asili ni Abdullah, baba yake Abu Quhafa, an yataqaddama Rasulullah, haiwezekani mimi nimtangulie Mtume Muhammad. Tumesoma katika suratul Hujurat, la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli, msimtangulie Mtume Muhammad. Mimi nimesoma hiyo ya Rasulullah, hata kama ni amri, lakini mimi amri hiyo naona heshima yangu hainiruhusu. Ndio hapa wanazuona natueleza kuna maqam mbili. Kuna maqam ya imtithalul amri khairun min sulukil adab. Kuna maqam ya wewe kufata amri ya mzazi wako au mkubwa wako ni bora kuliko kuangalia heshima yako. Na ndio maneno yalozoeleka, baba akikwambia fanya utafanya, mzazi wako akikwambia fanya utafanya, mkubwa wako akikwambia fanya utafanya. Na ndio katika maqam ya al-amr, al-imtithal lil-amr au imtithalul amri khairu min sulukil adab. Ukiamrishwa wewe fanya, lakini maqam arqa min dhalik ni tuqaddamu al-adab ala al-amr. Mara nyingine adabu yako inatangulizwa mbele ya amri uliopewa. Mfano huu nafikiri niliwahi kupiga hapa msikitini. Umeketi kwenye kiti, amekuja mtu mzima ambaye hawezi kuketi kwenye kiti. Wewe heshima yako hausubiri wewe uombwe kiti, ni wewe unyenyuke umpe nafasi anayehitajia kuketi kwenye kiti akae. Lakini yule umwinukia akwambia keti mwanangu, hauna neno, ni amri, ni mtu mzima amekwambia, na akikwambia ni sawa kufuata amri, lakini heshima yako haikupi. Naam, sam'an wa ta'an, lakini siwezi kukaa ambapo wewe unaumia katika kuketi chini.
Na hii ndio hali iliyopatikana kutoka kwa nani? Kwa Sayyidina Abubakar, na Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam amwambia, ma kana libni abi Quhafata an yataqaddama Rasulullah, haiwezekani Sayyidina Abubakar amtangulie Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Na hii ni kuonyesha al-adab, adabu waliokuwa wamelelewa nayo Sayyidina masahaba na Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Haya yote ninoyataja baada ya kifo cha Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, utakuja kuona hayamo katika Qur'ani wala hadithi. Pengine nikueleze kubwa zaidi hii, pengine kama nitaisoma hapa mtaipata, nilikuwa nimeiandaa. Haya yote nimesema, inshallah mtaninuia radhi ili kuweza kufahamu kwa uzuri haya mazungumzo. Na suala lenyewe ni kukusanya Qur'ani katika al-Mushaf. Hali ilivyokuwa hapo awali, kwa teremka Qur'ani, kwa teremka wahi, masahaba walakinisha na Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na baadhi walikuwa kitake records kwa wale waliokuwa wakiandika, wakizihifadhi katika ngozi, wakizihifadhi katika mifupa, wakizihifadhi pia katika mawe. Kwa hivyo ala zilizokuwa zikitumika zamani katika kurekod za maandishi za ilmu ilikuwa ni mifupa, ngozi na mawe. Na kukawa kumeketi katika hali hii kwa muda, na Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alipokuwa yuko hai, Qur'ani haikukusanywa katika al-Mushaf. Kwa hivyo jamaa walikuwa wanaangalia wale al-Qurra. Qurra leo tunawaita mahufadh, lakini al-Qurra wakati huo ndio walikuwa wasomi. Kwa hivyo kulikuwa kuna masahaba wajulikana ni al-Qurra, ndio wasomi wa Qur'an, wajua hadi aya hii imeteremka lini, imeteremka kwa sababu gani, na maana yake yako vipi, wa hakadha. Katika khilafa ya Sayyidina Abubakar, baada ya kifo cha Bwana Muhammad alayhi salatu wassalam, moja katika vita semekana al-Yamama, walifariki sana mahufadhi wa Qur'an, waliuawa wengi. Kwa hivyo akaja mtu kwa Sayyidina Abubakar, na Sayyidina Abubakar alikuwa na Sayyidina Umar. Pengine haya ni yasome kwa haraka. Yani bu'itha ila Abi Bakr as-Siddiq maqtala ahli al-Yamama. Sayyidina Abubakar aliletewa habari za vifo za al-Yamama, fa idha Umar bin al-Khattab indahu. Sayyidina Umar alikuwa pamoja na Sayyidina Abubakar akielezwa habari za vita vya al-Yamama. Faqala inna Umar bin al-Khattab, akasema hakika ya Sayyidina Umar, qad atani faqal, amenijia Sayyidina Umar akaniambia, innal qatla qad istaharra biqurra'i al-Qur'an, vita vimewashambulia sana wale waliokuwa wamehifadhi Qur'ani ambao kama ni al-Qurra. Wa inni la akhsha an yastaharra al-qatlu bil-Qurra'i fi al-mawatin kulliha fayadhhaba Qur'anun kathirun. Na yeye akawa ana hofu kuwa vile vifo vikawa zimewatarget wale mahufadhi wa al-Qur'an al-Karim, wakauawa, ikawa sehemu kubwa ya Qur'ani imepotea. Tamam. Wa inni ara, na mimi naona, ni Sayyidina Umar huyo anamweleza Sayyidina Abubakar, an ta'mura bi jam'i al-Qur'an, mimi naona uamrishe watu wakusanye Qur'an, kila mmoja adokuwa na Qur'ani amehifadhi alete, tuangalie riwaya ziko vipi, tukusanye Qur'ani ili iwe ni katika mushaf. Kwa hivyo kama watafariki maqurra na mahufadh, lakini inshallah tutakuwa tumehifadhi katika mushaf. Akasema Sayyidina Abubakar, haya maneno nasikie vizuri, qala Abu Bakar li Umar, kaifa af'alu shay'an lam yaf'alhu Rasulullah, vipi nitafanya jambo
jambo lenyewe Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam hakulifanya. Na hii ndio maana man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Katika baadhi waliofahamu wamefahamu tuishi kama vile Mtume Muhammad alivyokuwa ameishi. Kwa hivyo na ufahamu huu utakuja kuona Saidina Abubakar anauliza kaifa af'alu, vipi mimi nitafanya jambo lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar, Saidina Umar akasema huwa wallahi khair, wallahi hilo jambo ni la kheri, kwa sababu tutaketi hapa tutawaona watu wakifariki, tukizika mwisho ya kwisha itakuwa Qur'ani yote imepotea, kwa sababu imejazwa katika vifua vya watu wamefariki. Mazungumzo anazungumza Saidina Abubakar, anasema falam yazal yuraji'uni fi dhalika hatta sharaha Allahu sadri. Hakuacha Saidina Umar akiniambia maneno hayo mpaka Mwenyezi Mungu kanifungua kifua changu. Alladhi sharaha lahu sadra Umar, yule alofungua kifua cha Saidina Abu Umar. Wa raaitu fihi alladhi raa, na nikaona heri ile aliyoiona Saidina Abubakar. Akatoa maamuzi Saidina Abubakar kama khalifa kuwa kukusanywa Qur'ani, akaangaliwa sahaba mmoja, na hapa alotajwa ni Zaid. Qala Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar akasema innaka shabun aqilun la nattahimuk, wewe ni kijana mwenye akili wala hatukutuhumu, hatuna shaka na wewe katika imani yako na katika kazi unazozifanya. Qad kunta taktubu li rasulillahi alwahya fattabi' alquran, wewe ulikuwa fatatabai alquran, wewe ulikuwa ukiandika wahi kwa Mtume Muhammad. Kwa hivyo tunakuomba fuatiliza huu mwenendo, uchukue zile aya zilizokuwa zimehifadhiwa na baadhi ya masahaba, uzitizame, tuangalie riwaya yenyewe ipangwe, na ndio mushaf ikapatikana kama vile tunavyoona hivi sasa. Kwa hivyo hizi kazi zote utakuja kuziona zimefanyika, na ndio wanawazuoni katika kueleza haya wakasema ma laysa minhu, yani mtu akizua jambo ambalo linagongana na sheria, akazua jambo lisilokuwa na asili katika sheria, hili jambo linakuwa ni marduda, halikubaliwi. Kama kusali bila alwudhu ni mardud, ndio hiyo umefanya ihdath ma laysa minhu, hakuna sala bila alwudhu. Ama kutawadha kwa maji ya najis au na mengineo mengi waliozungumza wanazuoni katika suala hili, na haya ndio mazungumzo ambayo wanawazuoni waeleza katika kadhaya mbalimbali linalohusiana na hadithi kama hii. Lingine pengine kama tutaweza kusoma baadhi ya mazungumzo ya wasomi. Sisi mara nyingi huwa tunategemea madhhabi ya al-Imamu Shafi'i. Al-Imamu Shafi'i imepokewa kutoka kwake katika manaqib Shafi'i lilimam al-Bayhaqi. Al-Imam al-Bayhaqi ameeleza manaqib ya al-Imam Shafi'i, na katika mambo anayoyanukuu kuhusiana na al-Imam Shafi'i anazungumza al-muhdathatu darbani, yani man ahdatha fi amrina hadha, yani al-muhdathat, mambo yanaozuliwa. Na tumezungumza, mmoja anatuambia ni ra'yan, ni mtu kuwa na maoni ya maneno au vitendo, iwe ni vitendo na maoni yanayohusiana na akida, na yote hayo yakawa hayana uhusiano wowote na wahi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa huwa raddun, itarudishwa. Kwa hivyo moja katika wasomi tunawategemea al-Imamu Shafi'i anasema al-muhdathatu darbani, uzushi ziko sampuli mbili. Ma uhditha mimma yukhalifu kitaban au sunnatan, kuna uzushi ambao kwamba unazuliwa inakhalifiana, yapingana na Qur'ani na sunna za Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, au atharan, au pia athari katika mustalahul hadith wanaeleza ni vitendo au maneno za masahaba, au athara, au tunawaamini masahaba, au ijma'an. Sasa ni wanazuoni walokubaliana. Kwa hivyo ikiwa maneno ameyazungumza mtu, kwanza yamepingana na Qur'ani, imepingana na sunna,
imepingana na mwenendo wa masahaba, imepingana na jamhur na ijma ya wanazuoni. Yani wewe umekwenda kinyume kabisa na haya yote. Haya ni masala yanayojulikana kama bid'atun dalala, ni uzushi ambao ni upotevu. Hii ni kauli ya madhhab ya al-Imam Shafi'i, anazungumza. Hii ni sehemu ya kwanza. Wa amma ma uhditha min alkhairi, anasema ama jambo lilozuliwa la khairi, wala khilafa fi hillihi, na hakuna khilaf tofauti ya uhalali wake, kama ilivyokuja kuwa haikupingana na Qur'ani wala haikupingana na sunna wala haikupingana na athar ya masahaba wala haikupingana na ijma ya wanazuoni. Akapiga mfano kama alivyosema Sayyidina Umar katika salatu tarawih. Hii sala ya tarawih pia itakana kusomwa. Sayyidina Umar, taban sala tarawih hii at-tarawih ni jamu ya tarwiha. Mara nyingine Kiarabu nafaa ukifahamu ndio ujue tafsiri yake. Na tarwiha ni kupumzika. Tarwiha maana yake ni kupumzika, na wanazuoni wanavyotueleza ile tarwihatan ilikuwa ni kupumzika baada ya raka 4. Na hapa kuna ikhtilafi ya wanazuoni. Je, tuswali raka 2 au raka 4? Wanazuoni wametalifiana, lakini kauli ambayo kwamba ni bora zaidi yenye nguvu ni kuwa salatu tarawih ni raka 2. Hivyo unaswali raka 2, kisha baada ya raka 4 kuna tarwihatan, kuna mapumziko kidogo. Okay? Na tukisema at-tarawih ni jamu ya tarwiha, ina maana idadi ya namba za Kiarabu zaanza kuanzia namba 3. Kwa hivyo plural na wingi katika lugha ya Kiarabu zaanza namba 3. Kwa hivyo 2 si plural, 2 unasema ni muthanna, dual. Okay? Sio plural. Okay? Sasa tukisema tarawih ina maana lazima kupatikane mapumziko zaidi ya mara 3 au 3 na kwenda juu. Na hapa ndipo sasa pia kuna mvutano. Je, tarawih tuswali raka ngapi? 20 au 8? Hizi ni ikhtilafu ziko kwa baadhi ya wanazuoni, na sasa hivi lilasaf tuvutana sana katika hili swala. Lakini mimi nitakupa, ikiwa tutasema at-tarawih, na ndio tunavyoita salatu at-tarawih, hii maana haionyeshi kama kuna dalili ya salatu tarawih kuwa raka 8. Sitaki kuingia katika deep, kwa sababu ikiwa tutasema ni kupumzika baada ya raka 4, ina maana utakuwa na mapumziko mawili, haitoitwa salatu tarawih, itakuwa ni salatu tarwihatayn. Ukiangalia lugha na muundo wake ulivyo. Okay? Lakini wewe inshallah taala sali kwa vile ulivyokinai, lakini tukiangalia muundo wa mazungumzo yalivyo ndio hivi. Na pia kuna mazungumzo, je, salatu tarawih Mtume aliiswali, na kama aliiswali vipi? Hapa pia kuna mvutano mkubwa sana kwa wanazuoni. Riwaya iliyopokewa kutoka kwa Sayyidina Umar ni kuwa salatu tarawih aloiweka Sayyidina Umar. Na kwa nini tuseme aloiweka Sayyidina Umar? Kwa sababu ilivyokuja katika riwaya, Mtume Muhammad alitoka siku ya kwanza akaswali. Kwa hivyo kuna baadhi walikuja kuswali nyuma yake, na sala ilikuwa ndefu sana. Siku ya pili akaja, wale waliokuja 2 watatu walikwenda kapeana habari, wakaja watu kadhaa, swala ikawa ni ndefu sana. Siku ya 3 katika riwaya ni kuwa hakutoka. Baadhi ya wanazuoni wanasema ni siku ya 4. Kwa hivyo siku ya 4 siku ya 3 alipokuja, idadi pia ikawa kubwa sana. Siku ya 4 Mtume Muhammad hakutoka. Alipotoka siku ya 4 mchana,
Au asubuhi alfajiri akasema niliwaona mlikuja msikitini mkaswali, si uko pale? Si tumesema ni ukuta tu anatizama tu hivi. Ameona yeye aliswali nyumbani. Akasema niliwaona mkiswali, mimi nilihofia kutoka kwa sababu lao ningetoka tena niliogopa Mwenyezi Mungu ataleta amri aifanye hii sala ya alqiyam katika Ramadhani iwe ni wajibu. Kwa mimi ni sikutoka. Kwa hiyo aliswali siku 3 peke yake katika riwaya au siku 2 katika riwaya. Kwa hivyo ikawa watu waja baada ya salatu al-isha, kila mmoja aswali kivyake, kwa sababu lao wangeswali nyuma ya imamu angelikuwa mwenye kuswalisha ni nani? Ni Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Kwa hivyo pale kuna kona mtu anaswali, pale kuna kona mtu anaswali, pale kuna kona mtu anaswali. Mtume Muhammad akafariki katika khilafa ya Saidina Abubakar, ikawa hali ni hiyo, kila mmoja aswali kivyake. Katika khilafa ya Saidina Umar akamwita msomi katika al-Qurra, nafikiri ni huyu Zaid. Akasema, Zaid, ingia katika qibla. Sasa hakuna wahi utakaoteremka. Hofu ya Bwana Mtume Muhammad ilikuwa hofu ile amri isije ikawa ni faradhi. Sasa haitoteremka tena. Tamam, nenda pale mbele, salisha jamaa. Hakuna tena mtu kuswali peke yake. Tusalini jamaa. Kwa hivyo ilivyopokewa ni kuwa Saidina Umar aliweka rakaa 20. Kisha alipokwenda nyuma akaona watu wanavyoswali nyuma ya imamu na kunavyosoma vizuri na watu wana ihtimam mzuri, akasema maneno haya, ni'matil bid'atu hadhihi. Hani maneno ametaja Saidina al-Imam Shafi'i, imetajwa katika Manaqib na al-Imam al-Bayhaqi, akasema ni'matul bid'ati hadhihi, hii ndio bid'a nzuri ama uzushi mzuri. Yani haukuwa katika wakati wa Bwana Muhammad wala haukuwa katika wakati wa Saidina Abubakar, lakini madamu kuna athari mtume aliwahi kuswali, wacha tuweke imamu, manake hofu ya Mtume Muhammad ilikuwa wahi teremke, kwa hivyo watu waswali. Kwa hivyo haya mazungumzo, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, ndiyo kuna mambo yamezuliwa ambayo yanapingana na Qur'ani na Sunna, ni bid'a dhalala, na kuna yale ambayo kwamba hayapingani na Qur'ani wala na Sunna, ni Sunna, itakuwa ni katika mustahabat kama musabaqa wa Qur'an, musabaqa wa hadith, madrasa zetu tulizokuwa nao za ibtidaiya, thanawia wa hakadha, kutungwa vitabu pengine vya sira, kutungwa vitabu pengine vya nahwu, kutungwa vitabu vya balagha. Haya yote yamewekwa baada, na mingine ni hata baada ya masahaba, ili kuweza kuwa na misingi mizuri katika dini yetu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya man waffaqa ahla alkhairi lilkhairi wa aanahum alayhi وفقنا لما تحب وترضى وعنا عليه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.